baadhi ya watoto wamechukuliwa, wanaenda wamepelekwa kwa wazazi wao, ambao wale ambao hawajaumia, wengine wako ndio nimewaambia wako zahanati hivyo. Na wale ambao hawajaumia kabisa, gari nyingine imekuja kuwachukua. Wanafunzi 5 waliokuwepo katika gari ya kubebea wanafunzi wameumia na kukimbizwa hospitali baada ya gari walilokuwa wakilitumia kupata ajali katika eneo la Nairobi Shine kwenye kata ya Osunyai iliyopo katika jiji la Arusha. Kwa mujibu wa mashuhuda wa ajali hiyo, wanadai kwamba chanzo cha ajali hiyo ni kutokana na pikipiki ambayo ilikuwepo kwenye mwendo kasi na kushindwa kuchukua tahadhari, jambo ambalo liliparamia gari hiyo kubebea wanafunzi na kusababisha madhara hayo. Baadhi ya wanafunzi waliokuwepo katika gari hiyo wamezungumzia kuhusiana na ajali hiyo ilivyotokea. Tulikuwa tunatoka hapa hivi, pikipiki ikaja, ilikuwa inakimbia kwa spidi. Sasa anko alikuwa ametoka hapo hivi, alikuwa amepiga indicator ingie huku hivi. Huyo akampigia bajaji, akamwashata bajaji na huyo bajaji akapaki. Kwa tulikuwa tunakuja hivi, hiyo pikipiki ka overtake hiyo bajaji, alafu ikaja kugonga gari. Liona wanafunzi 6 wakiwa wanaumia, wamepelekwa hospitali. Mimi na Ivan tulikuwa tumekaa mbele, hapa walikuwa wamekaa mbele, wote walikuwa wamekaa mbele hapo kwenye siti ya pili. Dereva sasa amekaa hapo hivi, sasa hiyo siti ya pili hapo hivi, ndio walikuwa wamekaa. Kwa hiyo tunasubiria wazazi wetu waje kutuchukua. Zembe ni wa pikipiki. Wewe mshapaka karibu? Mshapa ni nani wote? Kwa majina naitwa Mr. Emmanuel Henry Mboya, ni mjumbe serikali za mtaa wa Ngusero. Leo mida ya jioni kwenye saa 11 wanafunzi wakiwa wanasambazwa kwenda majumbani mwao, haisi ambayo ilikuwa imebeba wanafunzi hatimaye ilikuwa inaingia katika kupaki na kuweza kushusha wanafunzi ambao inawashushaga kama kituo chake, na kimsingi toyo ilitokea kwa upande wa juu, yani kutokea mjini kwa spidi ambayo ilikuwa ni kasi ya ajabu sana, na hatimaye ikaweza kwenda kuvaa mlango ule mkubwa wa ile IC na kuijeruhi IC na vioo kuvunjika, na vile vioo kuhakikisha kwamba vimeenda kuleta majeraha madogo kwa wanafunzi wetu. Kwa hiyo kimsingi serikali inafanya kazi kubwa kutengeneza barabara ambazo ni nzuri, lakini kwa kweli uendeshaji wa toyo katika jiji letu la Arusha, haswa barabara hii ya Ngusero, inabidi uangaliwe kwa jicho la pili, kwa sababu wanapita kwa spidi za ajabu, wanapiga sijui ndo moshi 3 sijui ndio nini, wanasema hiyo ndo flavor yao. Zani kama ni mikoa mingine, lakini kwa hapa nimeona kwamba madereva toyo wanakuwa wana ubabe, na dereva toyo hata kama akifanya kosa, wale madereva wengine hawataki kuangalia kosa ni nani kasababisha, kwa sababu gani, na ni nani ambaye anatakiwa kuwajibishwa. Wao wanakuja kama wauni fulani, kama wavamizi, na ndio maana kama mmeona hapo toyo yenyewe iliyosababisha ajali hamjaikuta, wala huyo aliyesababisha ajali hamjamkuta. Maana yake wanakuja madereva wenzake, wanaichukua toyo, wanamchukua na mwenzao, wanaondoka naye na kukimbia naye. Na kama mnaangalia vizuri hizi toyo, zingine nyingi hazina plate number. Ndio maana tunasema hivi, jeshi la polisi litusaidie, kwa sababu kimsingi toyo ambayo imesajiliwa lazima itembee na plate number, ili inapofanya basi tukio lolote iweze kufahamika. Lakini wanatoa plate number na wanaruhusiwa kutembea, wanapita barabarani na hakuna hatua zozote zinazochukuliwa. Naomba tushirikiane kama Watanzania kuhakikisha kwamba basi watu wanafuata sheria, taratibu na kanuni ambazo zimewekwa barabarani ili kuokoa maisha ya watu. Uzembe ulikuwa nani? Uzembe ulikuwa ni wa dereva toyo. Kwa nini unasema wa dereva toyo peke yake wakati hata huyo haisi anapogeuzia pale hakuna kituo cha kugeuzia gari? Nasema hivyo kwa sababu kimsingi barabara hii kama mnavyoiona, uruhusiwi kutembea zaidi ya spidi ya 50. Angalau hii barabara kwanza haina mahali pa overtake kutoka Soko Mjinga mpaka Feed Force, haina sehemu yoyote ya overtake. Na pia unapopita kwenye barabara hii yote kuanzia Soko Mjinga mpaka unapofika Feed Force ni makazi ya watu na raia. Watu wanaruka na mabamsi yamewekwa, lakini nidhamu ya madereva imekuwa ni ndogo, inahitajika idhibitiwe kwa namna yoyote ili kuokoa maisha ya raia. Langu naitwa Isaya, ni patron wa kutoka Teresa Nusu.
wakati tunaingia hapa Nairobi Shai kona, tunaingia hapa ndani kukata kona kurudi tulikotoka. Tuliwasha indicator kuingia ndani, kuingia kuna bajaji mbele yetu limwashia tochi ya kuashiria kwamba asimame apunguze mwendo tuingie hapa. Kumbuka tumeshawasha asali, tunaingia hapa. Lakini kuna toyo ikaja baada ya hiyo bajaji kusimama kutupisha tuingie. Toyo ikaja kwa mwendo wa kasi akatuparamia upande wa ubavu. Ndio kilichotokea. Lakini watoto hawajaumia sana. Baadhi yao walichomwa tu na vioo. Hebu tuambie gari ilikuwa na abiria ilikuwa na wanafunzi wangapi? Wanafunzi walikuwa wachache sana. Wangapi? Walikuwa kama 10. Katika hao 10 wangapi wamepelekwa hospitali na wangapi wamekabidhiwa kwa wazazi wao? Waliokabidhiwa kwa wazazi wao. Wengine bado tunawapeleka kwa wazazi wao, tunawapaulisha kwenye gari nyingine. Wangapi? Tunaambia wanafunzi 6 wamepelekwa hospitali kwa ajili ya kwenda kuangalia. Wako hapo zahanati baadhi. Wanafunzi wangapi kwa idadi? Ni 6 au 5? Wanafunzi 6 wamepelekwa hospitali kwa ajili ya nani? Simfulishe cha kuongea sasa kwa eneo la tukio. Chifu, wangapi wameenda hospitali katika wale 10 wanafunzi? Wako 5. Wako 5. Wamepata madhara gani hadi wameenda hospitali? Baadhi walichomwa choma na vioo. Ni vioo tu wameumiza. Hamna aliyopata majeraha makubwa. Na katika kuchomwa kwao na vioo vimewaathiri maeneo gani ya mwili yao? Baadhi yao ni mikono tu. Mwingine kichwa, lakini sio majeraha makubwa. Lakini wanatoka damu. Wanatoka wapi baada ya kusababisha ajali? Watoi yuko hapo pia zahanati anapatiwa matibabu. Naye kaumia. Pikipiki yake? Pikipiki mimi wakati naokoa watoto sijapata kujua pikipiki iko sehemu gani. Lakini maada mwenye pikipiki huko sioni kama kuna tatizo. Hii gari imevukaje huku kutoka kule ilipokuwa kule barabarani na kuja upande huu ambapo tunaona hakuna njia ya kukatiza? Kama umenisikiliza vizuri. Wakati kumbuka nikikwambia tumewasha asali ya kuingia huko, indicator kuingia huko. Ambao barabara iko mbele pale. Ya kuingia hapa tulikosimama. Ya kuingia hapa ili tugeuze turudi tulikotoka. Okay. Tukamwashia bajaji tochi taa. Ya kuashiria kwamba tumewasha indicator, simama tugeuke kuingia hapa. Bajaji ikasimama, pikipiki ikaja ikaiovertake ile bajaji ikaja kutugongea. Baadhi ya watoto wamechukuliwa, wamepelekwa kwa wazazi wao, wale ambao hawajaumia, wengine wako ndio nimewaambia wako zahanati hivyo. Na wale ambao hawajaumia kabisa, gari nyingine imekuja kuwachukua.